Mkurugenzi, kwa kuwa mpo pia na mstahiki meya, mji wetu wa Dar es Salaam kwa sasa kila mahali ukipita ni giza. Kwenye miji ya wenzetu mingi mkienda, miji mingi tuna bahati nzuri mnatembea. Siku hizi tunahama kutoka kwenye analog city tunakwenda kwenye miji ya kidijitali. Yaani wewe ukikaa pale ofisini mji wako uone wapi? Kiganjani. Sasa moja, uweze kuona mji kiganjani ukiwa una squatter za kutosha. Nafikiri hilo unalijua vizuri. Squatter zikiwa nyingi uweze kuona mji kiganjani. Lakini ukipangilia mji wako vizuri, ni rahisi sasa kufanya mji wako kuwa ni smart city. Na smart city maana yake una control mji kiganjani. Unakuwa umewekwa vitu mbalimbali vya kisayansi na unauona mji vizuri, na hapo ndipo ambapo unakwenda kuona usalama wa mji wetu. Kwa mfano, niwape tu mfano tu mdogo. Jana nimeona taarifa Saka Mlilo anaitoa kuhusiana na yule kijana wetu Temba ambaye alifariki. Process iliyotumika ni ya kianalogia, pamoja na kwamba kuna sayansi mle ndani. Maana yake ni kwamba mji wetu ungelikuwa ni smart, process zote hizo tungezi connect kwenye picha tu. Mera mpaka una view unaipata picha, una view unaipata picha. Sasa ndio unaweza kuona kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola vinafanya kazi kubwa na ya kiweredi, pamoja na kwamba hatuja connect huo mji kuwa mji wa sayansi na teknolojia, lakini bado kuna matukio wanayabaini. Sasa why if ukawa ni mji wako wa kidijitali? Sasa niwahi kumkuta mkurugenzi mmoja siku moja analalamika kaibiwa laptop. Sasa namuuliza, nani kaiba laptop? Anasema sijui. Anamuuliza secretary, anatoka huko anamuuliza huyu. Nikasema kuna kitu jifunze. Yaani kama hata ofisi yako yenyewe bado haijawa smart office, yaani kuweza kuicontrol, hiyo maana yake ni tatizo. Mtakuja kuchinjwa hata hapo ofisini, hata hutaelewa nani kakuchinja. Mpaka mtu natoka unaanza kuhangaika. Sayansi ya teknolojia ya sasa ni ya kuiweka miji yetu kuwa ya kisasa. Kwa hiyo kwenye budget zinazofuata, taa ni muhimu mno kwenye haya maeneo yote ili tusitie aibu. Na jambo la mwisho katika yote, mmekufika pale Forodhani, pale Zanzibar Forodhani ya sisi Kinondoni itakuwa ni wapi? Tujielekeze kwenye utalii chakula pia, ambao ni gastronomy tourism. Tukijielekeza pia huko, mwe na vitu vya kuvionesha, vya kukaa na watu angalau mara 2 mara 3 kwa wiki. Mtu anasema tunakutana eneo fulani liko free kwa ajili ya kula na kunywa, lakini kwa kuonyesha utamaduni halisi wa Mtanzania. Hiyo ambayo inaitwa gastronomy tourism, ambayo una encourage pia hao wageni waweze pia kupapenda. Walikuja wageni hapa sisi wakafungiwa zawadi, wengine waliwapa sui konyagi, wengine waliwapa sui nini, wakapenda sana. Wanasema huko kwao hamna kabisa. Sisi tulikuwa tunajua vitu vya kawaida, lakini wengine wakapewa mihogo. Nakumbuka kuna rais wa nchi moja, sitamtaja, ilikuja Kenta imepakia mihogo pamoja na ndizi pamoja na vitu gani, airport kwenye ndege yakapanda kwenda kwenye hiyo nchi, kwenye ile mkutano wa NH Summit. Lakini sisi huku tunaona vitu vya kawaida kwamba mchicha, si nyanya, si kitu gani, kitu cha kawaida. Lakini kwa wenzetu ni vitu vikubwa sana. Kwa hiyo tujielekeze kwenye vitu vikubwa ambavyo nimevitaja. Nilikwenda pale mstahiki meya pale Ubungo, Manzese. Kulikuwa kuna mradi wa DMDP. Kuna uwanja nao wawazi hivi. Basi katokea tu wakaanza kupiga mabati kwa ajili ya kambi ya wale wa China. Wale wafukuza ikataka kutokea kama fujo. Lakini na mimi nikawauliza, ina maana hata mwenyekiti wa eneo hili hamjui, ili atoe taarifa kwamba eneo hili linafungwa kwa muda kwa ajili ya faida ya barabara? Kwa hiyo ushirikishwaji lazima kujua hapa chini, na sisi uzuri wetu nchi yetu ni bottom up approach katika administration yake. Mawazo yanatokea chini yanakwenda juu, na hata katiba na hata budget tunaiunda kutokea chini kwenda juu. Ndio maana tunakuwa na DCC, tunakuwa na RCC, tunakuwa na vikao vya kamati ya bunge na nini, vyote huko vinaendelea. Ushirikishwaji ni muhimu mno. Lakini na jambo jingine, mheshimiwa mkuu wa wilaya, masuala ya kiusalama haya wala si hayafichiki, ndivyo alivyo. Mnakumbuka hata pale mitaa Sarenda pale walikuwa nasogea mpaka huko wanachanja watu, lakini tuliweka mkakati pale tukamaliza kabisa ile tatizo. Ila sasa kuna tatizo kubwa sana la vishano, na sisi hata juzi hapa bahati mbaya tena huko Oysterbay huko ni mbali mno. Ukienda hapa katikati hapo kama unaelekea Masaki pale, walijitokeza pale vijana wengine wakaja mpaka hii njia Chief Mahamba Street ambako kuna mkuu wa mkoa kule. Yeye kama mlisikia katikati pale, lakini hawakuchomoka, bahati mbaya hawakutoka. Hawakumaliza sana safari yao. Sasa kwa nini tutumie nguvu?
Kwa kuna vitu ambavyo lazima kwenye vikao vya kamati ya usalama mjadili kuhusu potentiality ya maeneo haya. Sasa you know why? Kwa nini labda leo hali inakuwa hivyo ilivyo? Ni kwa sababu na hii Msaikimea huko hapa. Leo ukienda pale Salenda, ukienda hapa Tanzanite, tumeona wale watu wanaomba wanafanya biashara pale. Lakini sisi tumewafumbia macho na watu sijui watu wa ustawi wa jamii sio nani, sio wa kwapi. Yaani tunataka kupafanya pale kuwa soko. Sasa unajua as a regional commissioner pia huwezi kudili sana na hivyo vitu. Sasa na nyinyi pia ni vizuri mkakaa mkaangalia. Lile sio soko. Kama mtu anataka kufanya uuzaji wa matunda, vikapu, muondoweni pale. Lile sio soko. Ile ni eneo nadhifu. Sasa hizi apartments mnaoziona sasa hivi ambazo zinakuwa sana hizi maana yake ni kwamba zina encourage yoyote kuwa pale ndani.